najaribu kuboresha kuwasilisha kwa mwanafunzi ili apate kupata ile ule mwanafunzi apate kuwa hadhiri katika klasi asilale asi. Na moja katika hizo ni kusimama, ukikaa na mwalimu na mwanafunzi naye atakaa. Lakini ukiwa mwalimu unasimama basi unachangamka vizuri zaidi, unafundisha kwa nguvu zaidi na energy na kwa kubwa zaidi. Ndio hiyo, kwa sababu hiyo mimi sitokaa. Ni mwalimu, nimezoea kufundisha kwa kusimama kwenye darasa. Hakika mnafanya kazi nzuri sana. Na hapa nafikiri kuna Waislamu na kuna ambao sio Waislamu. Lakini sisi tunaamini manabii wote walikuwa ni walimu, ama sio? Jesus alikuwa ni mwalimu pia. Akifundisha watu, akielimisha jamii. Kama vile Mtume Muhammad hadithi iliyokuja anasema inma bu'ithtu muallima, nimetumilizwa mimi ni mwalimu. Nataka be proud kwa hiyo kazi unayofanya, ni kazi ya Mungu pia. Kazi ya manabii ni kazi tukufu. Kusomesha ni kama mfano wa glasi hii glasi ambayo kwamba ndani unatia nini? Maji. Ndio mwalimu. Mwalimu ni hii glasi. Sasa inategemea unafundisha nini? Na inategemea una maadili gani katika kufundisha. Glasi hii unaweza kuweka maziwa, maji, ikawa inakupatia afya, ina manufaa kwa yale maji unayotumia, si ndio? Na vile vile glasi hii unaweza kuweka pombe, chang'aa, ikawa inadhuru. Sasa wewe mwalimu ndio chombo. Angalia utaingiza nini. Na kile unachokiingiza wewe ndio unaweza fanya nini? Kitoa, kupatia wengine. Na Mtume Muhammad atuambia, mbali asema yeye ametumilizwa ni mwalimu, kisha akasema inma bu'ithtu li utammima makariman akhlaq. Samahani naongea labda lugha ya Kiarabu, lakini ni lugha hata nyinyi mna haki ya kuijua. Ni kama kusoma English, kama kusoma French. Yafaa pia na nyinyi mkiwa muichukue hii lugha muijue, kwa sababu ni lugha ya Afrika. Katika lugha kubwa za asili ni lugha ya Kiarabu. Sio, unajua tuna Egypt, tuna Tunisia, wote wanaongea ni Waarabu, wanaongea lugha ya Kiarabu. Kumaanisha lugha ya Kiafrika kubwa zaidi ni lugha ya Kiarabu hata kushinda Kiswahili. Sio, unajua? Sasa Mtume Muhammad anasema inma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Nimetumilizwa mimi nikamilishe tabia. Nikamilishe nini? Tabia njema. Alitambua na recognize kwa kila jamii wanao tabia zao njema. Alitambua kwa Afrika walikuwa na mila zao na desturi zao njema na walikuwa na maadili yao mema. Lakini akasema sikuja kuondosha mila za watu wote, nimekuja kukamilisha. Akaangalia jambo gani zuri, akazidi kulisupport. Ndio utaona katika maadili makubwa ya Afrika ni undugu. Utapata familia zimeshikana, watu wanapendana. Hiyo iko kabla hawajakuja Afrika, haijaja dini yote, walikuwa Afrika wako hivyo, wanapendana, wanatambuana, wanaheshimu wazee wao, Sasa Mtume Muhammad alipokuja yeye akazidi kuiboresha anavyosema yeye, nikaongeza zile ambazo kwamba nyingine ambazo kwamba hakuna, zile ziliopo alizitilia nguvu. Sasa mwalimu naye pia lazima awe na hizi mbili. Kwanza awe mwalimu mzuri, kisha awe na tabia nzuri. Kwa sababu nyinyi ndio kioo cha jamii. Nyinyi ndio, mtoto akitoka nyumbani anajua yeye anakwenda kwa mtu bora zaidi katika jamii. Hakuna mtu bora kama huyu, naye ni mwalimu. Vile anavyoongea mwalimu, na yeye utamkuta anakuigiza vile unavyoongea. Vile una behave, na yeye atabehave kama wewe. Kumaanisha sisi ni kiungo muhimu sana katika society. Ni watu muhimu sana. Pindi tunapozungumza jambo letu hata dogo tu, tusidharau, kwa sababu wale watoto wanabeba kila kitu kwetu sisi. Unaweza kumboresha mtoto, tukapata viongozi bora, tukapata jamii bora kuanzia hapa wanapokuwa klasini. Naamini nyinyi mnajua zaidi na mmesomeshwa na mnafahamu, lakini nimependa katika Uislamu kuna kitu kinachoitwa kukumbushana.
Sisi misingi ya asili, misingi muhimu sana katika Uislamu ni ukumbusho. Unakumbusha mtu hata kama anajua, lakini unamkumbusha na unapata thawabu pale unafanya nini? Unapomkumbusha mwenzako. Na nyinyi vile vile muwe na maadili hayo, muwe na maadili ya kukumbushana. Ukimwona mwenzako kidogo unaongea naye vizuri peke yake, na naamini tutaweza kuboresha maadili katika shule zetu, maadili katika jamii zetu na maadili Kenya kijumla. Nataraji inshallah ujumbe wangu ni mfupi, lakini tukiuchukulia kwa uzito una maana makubwa sana. Asanteni sana. Japokuwa mimi nina hamu na shauku kama alivyoeleza, kwa mimi naitwa Ahmed, nina hamu sana kuwajua wenzangu pia. Leo mimi nikija Ustadh Feruzi akiwa hayupo, nitakuwa najua pale kuna nani na nani na nani na nani. Lakini nikitoka hivi nikija tena itabidi sasa sijui nianze wapi, kwa sababu simjui hata mmoja katika walioko hapa wenzangu. Nitapenda vile vile tujuane. Ndugu yangu uitwaje? How is the morning, my friends? Kwa majina mimi naitwa Mr. James Kitonga. Mr. James, asante sana Mr. James. Mimi mwalimu wa science and mathematics. Asante sana. Asante sana. Kwa majina ni Rajab Awad, nafunza Ayani. Rajab Awad, Ayani. Kwa majina Mwalimu Mustafa, nafunza English na social. English na social. My name is Joseph Zioki. Nafunza technical creative art. I also assist in mathematics. Asante sana. Naona hata kamba iko karibu na wewe hapo. Madam Salma, Madam Salma? grade 3. Great. Yes, I'm Mr. Anas Jano, mathematics and science teacher. Vizuri. Inshallah tumefurahi kuonana na kujuana. Mkija Mombasa, mimi mwanzo by the way mimi nimeishi Ukambani. Nimesoma Ukambani. Mimi nilikuwa Kitui. Nyanyangu waswa alifia hapa Mutitu. Sasa mimi ni Mkamba bwana, hata mkiwa mtanikataa. Mimi ni Mkamba. Nimefurahi sana kujuana, nimefurahi sana kwa pamoja. Na taraji na nyinyi mkifika Mombasa, mkuje sehemu inaitwa Mlaleo. Kuna msikiti mkubwa pale unaitwa Aqsa Mahad Kisauni, kama ushaisikia. Nafikiri mshaisikia Mahad Kisauni. Mimi niko pale ndio imam, pale ndio khatib. Anytime tutembeleana. Kutembeleana kuna faida, ni muhimu kujuana. Au sio? Na mimi pia nahitaji, mimi nimekuja leo nimepatia nasiha au ukumbusho, na nyinyi muje mnikumbushe kule ukija Mombasa. Asanteni sana. Shukran kwa kunipatia wakati wenu. Asanteni. Na hapa lakini kabla sijamaliza, nimejuana na nyinyi hamjawajua hawa ambao kwamba nimefuatana na wao. Mimi nimefuatana na ujumbe hapa, tuko na kiongozi wa safari wetu ni huyu Sharif Ali, pia naye ni mwalimu kama nyinyi. Leo walimu na walimu wamekutana leo. Yeye ni mwalimu pia. Amefundisha miaka mingapi? Nianza kusomesha since 2012 ni mwalimu. Na nimesomea hapa Mbe Boys High School. Hapa ni Mwaya Yesu. Hapa ni Mwaya Yesu. Form 1 mpaka form 4. Sasa basi. Kumbe tumekuja yangu mwe University Eldoret. Na huyu ni Abdullahi, ni mwenzetu. Tuko pamoja pale, ni community moja pale Aqsa Mombasa Kisauni. Na huyu cameraman wetu pia. Na ni kijana wenu huyu huku ametoka huku. Lakini tuko naye Mombasa. Tashukuru sana. Na mimi masomo yangu nimeanza kusoma Lamu kama nilivyoeleza Ustadh Feruz. Nilipomaliza second Lamu nimeenda Yemen kwa degree ya kwanza. Nimemaliza degree yangu ya kwanza katika science ya Quran.
nikatembea. Mimi nimetembea kidogo, nimefika South Africa, nimesoma kidogo South Africa, nimeenda Germany, nimesoma, nimefanya kazi kidogo kule. Nimefanya masters University of Nairobi. Nimegraduate mwaka jana. Na sasa hivi ni PhD student, nafanya PhD Uganda. Na to so many, tusikome kwa degree ya kwanza, tuendeleni tena na tena na tena. Elimu haina mwisho. Katika Uislamu mtume wetu Muhammad anasema elimu ni kutoka pale unapokuwa kwa mamako, umebeba na mamako pale unasoma. Usingejua kutizama, hata kuona pia, isipokuwa umeona mtu anayeona na wewe ukamuigiza vile anavyotizama. Usingejua kushika, isipokuwa umemwona mamako pale alipokuwa akikushika na wewe ukajaribu mikono yako ukashika. Unasoma, una grow hivyo. Kutoka pale unaponyonya kwa mama yako, wewe bado unasoma mpaka unapoingizwa kwa sitoita ufuko kaburini pale. Kila siku elimu haina mwisho. Nimefurahi sana kwa kuonana na kujuana, na tutaonana zaidi. Asante. Mbarikiwe sana kwa kazi nzuri mnayofanya. Tutafurahi kwa kuona kazi yenu nzuri, kwa kushirikiana na ustadhi wetu. Huyu ni ustadhi wetu, ni mwalimu wetu. Ni mmoja katika watu wa karibu tunashirikiana naye. Na nyinyi pia sasa hivi tumekuwa timu moja. Asanteni sana. Mtembee, mwende mkaone Mombasa. Mr. Joseph, kaone Mombasa huko. Inasemaje? Mombasa wenyewe wanasema Mombasa raha. Ukitaka kujivinjari ni Mombasa. Uone mandhari ya bahari. Inshallah. Asante. Usikule samaki ya mto peke yake bwana. Kule kuna samaki wakubwa zaidi.